na mtu ambaye yupo hapa sasa hapo anatusikiliza. Tukiwa tunasubiri watu wengine wakuwe wanakuja kwa lengo ya kuwauliza dada yetu na kaka yetu Sativa maswala na waweze kutusaidia kutupea maarifa na kutusaidia kutupea hekima na kutufundisha adabu. Bado niko na taarifa ambayo ningependa kabla sijakuwa akaunti yangu kushambuliwa niendelee kuwapa juu ya jitihada ambayo naifanya ya kuhakikisha kwamba tuna paralyze serikali hii peke zake ikuwa inaweza kusurrender kwa raha zake kabla ya kufika kutumia nguvu. Ndugu zangu ya Tanzania, kuna kitu duniani inaitwa AIS. AIS maana yake ni Automatic Identification System. Maana yake kwamba kuna mfumo ambayo unaweza ukaona ratiba nzima angalau ya miezi 6 mbele juu ya meli za kimataifa ambayo inaenda kwa bandari yoyote ile duniani. Na kwa sababu mimi napenda kusema jambo ambayo itawasaidia ndugu zangu wengine peke zao waende wakasome. Kwa hiyo ninawaambia kwamba mnaweza mkatembelea, kuna website ama kuna line inaitwa SeaDex Vessel Tracking Tool. Sasa ndugu yangu, kwa nini nawapa hii taarifa? Nawapa hii taarifa kwa sababu kwa mujibu ya taarifa rasmi, nchi yetu na uchumi yake mkubwa inategemea kwa misaada, inategemea kwa utalii, inategemea kwenye madini na sana inategemea kwenye bandari. Kwa upande ya utalii tumefanikiwa kuparalyze kwa sababu tumeandikia balozi yote ambayo inawakilisha nchi zao ndani ya Tanzania kuiambia kwamba kutoka tarehe 9 Disemba tutakuwa na maandamano makubwa ya amani isiyokuwa na kikomo. Hivyo basi tu kwa barua zetu tukaziambia balozi kama za European na Amerika na nchi nyingine kwamba hii Disemba haitakuwa wakati bora kuleta watalii. Hivyo basi nikawasihi washauri raia zao wasikuje kutembelea nchi yetu. Na kwa upande ya madini kuna mambo mazuri inaendelea, lakini kwa sababu tulisema maandamano zetu tuzifanye ya amani yasiyokuwa na kikomo na tumekubaliana tukalale kwa bandari pale, lakini kwa upande yangu binafsi nimeparalyze bandari kwa njia hii inafuata ambayo naenda kuambia. Katika mfumo wa Ship Atlas ambayo inaonesha SeaDex Vessel Tracking Tool, inaonesha meli gani ambayo inakuja na zitakuja lini, zinakuja na container mangapi, itakaa Tanzania kwa muda ngapi, kwa miezi mingapi, na inalipa pesa ngapi. Kuna mashirika 9 ambayo yapo kwenye ratiba ya kudumu ya ruti zake kwa nchi zinatoka kuja Tanzania. Mashirika ambayo yanasababishia mchango mkubwa sana ya uchumi ya Tanzania juu ya pesa ya kigeni na makazi yake kufanya. Na mashirika hayo ndugu yangu, ya kwanza inaitwa Maersk, ya pili inaitwa MSC, ya tatu inaitwa Sisho. Pamoja na Friday tunakamilisha barua zenye taarifa rasmi ambazo tunazipeleka kwa haya mashirika 9 niliyowatajia, ambayo mameli zayo zinakuja bandari yetu ya Tanzania kuja kufanya kazi. Taarifa rasmi hiyo tunaijulisha juu ya maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo, maandamano ambayo tutalala usiku na mchana kwa bandari na kuhakikisha hakuna shughuli yoyote ile itakuwa inafanyika kwa bandari. Na kwa mujibu ya mabarua hizo naandika, nimezipeleka kwa secretariat ya kila shirika ambayo nimewatajia. Najua wako mtu nyingi mnaona meli inaandikwa kama CMA CGM. Tunapeleka kwa secretariat ya CMA CGM kuiambia kwamba kutakuwa na maandamano makubwa ambayo yatazuia shughuli ya bandari. Target ya vijana ni kukaa pale kuhakikisha hakuna operation yoyote ile inafanyika. Na kwa barua hiyo sasa nitawaomba wa cancels route zao zote kwa sababu hawatafanikiwa kufanya kazi zao. Lakini pia nitawaambatanishia maushahidi 2. Ushahidi ya kwanza, jana niliwapia taarifa ambayo imechapishwa na Marcus kutoka I'm talking on the phone.
tutawekea taarifa ambayo ya bwana Marcus ya kutoka Maritime inaonyesha juu ya hasara kubwa ambayo imeweza kupatikana kwa masiku 4 kwa sababu tu hakuna internet. Sasa pia nitawaambatanishia na ushahidi ya mauaji na picha ambazo tumezitolea metadata ambayo iko na ushahidi na mavideo juu ya mauaji. Na bado kama haitoshi, nitawaekea pia ushuhuda kwamba kuna kesi tayari rais ya Tanzania imeshtakiwa. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa sababu dada yetu katuambia kwamba hawa majamaa hawana pesa, lakini pesa yao sasa wataitegemea sana kupitia bandari. Naomba kuhakikisha kwamba hizi mataasisi 9 ya mashirika ya mameli za makonteina wanaingiza pesa nyingi sana kwa nchi yetu, ni billions of pesa, lakini mpaka Ijumaa kila secretariat ya shirika ambayo nimewatajia watapokea taarifa rasmi na yenye ushuhuda na yenye vielelezo, na nitawahakikishia kwamba hawa majamaa watacancel route zao kuja kwa nchi yetu kwa sasa hivi, jambo ambayo itamweka DP World pamoja na bwana Andani kushindwa kuendelea na kazi, kwa sababu watakuwa hawako na kazi yoyote ile wanaweza kufanya. Ninaomba sana mniombee na tumweke Mungu zetu mbele juu ya hii jambo ambayo tunaifanya, na Mungu atujalie nidhamu na hekima na busara ya kujua mambo zetu tunazifanya vipi ili tuweze kufanikiwa. Ndugu zangu, tukue na amani na tukue tunajiamini. Tupo kwenye line ya kushinda. Tunaifanyia kazi kuingia kwa hiyo mifumo, haijakuwa kazi imeanza jana. Hii kazi imeanza masaa 72 iliyopita, siku 3 iliyopita, na tukaona kwamba Tanzania Intelligence Security Services, yani kwa inaitwa TIS, wanapata mafunzo pia kuna sehemu inaitwa COESPU, na hawa majamaa wanopelekwa kwenye mafunzo tutawaweka details zao, kwa sababu mara nyingi kwa ulimwengu ya kiintelijensia, ikiwa kumetokezea mauaji kwa nchi, wale mapolisi ama majeshi ama matisi wanaotumika kuua, baada tu ya kuua wanaondoshwa kwenye nchi kwa haraka iwezekanavyo. Anaweza akapelekwa kwa maofisa wa ubalozi nchi fulani, ama wakapelekwa sehemu kwenda kusoma nchi fulani, kwa sababu ya kuondosha ushahidi na wasikue wanaonekana kwenye jamii. Sasa leo tumeona hawa jamaa, kuna chuo iko Italy ambayo wanasomesha watu kwa mambo ya ulinzi, iko European Collaboration, na hawa jamaa wanaenda wanasoma course inaitwa Mutual Legal Assistance Extradition Transnational Crime. Kazi hii kwa ufupi tu wanafundishwa mpaka utaalamu wa kuweza kumteka mtu mbele ya watu bila ya wala watu wengine kujua kama mtu katekwa. Nazungumza lugha ya ufupi. Anafundishwa technique hatari sana, kwa sababu hawa sio waaminifu. Kwa hiyo sasa, ndugu yangu, tayari tumeambatanisha, tumeandika barua nzito sana ambazo ziko na ushahidi kwamba hawa majamaa wanapelekwa kusoma huko ni wauaji na wameshiriki mauaji. Na kwa hiyo barua nimewaeleza kama tunakitaka hii chuo istopishe haraka sana kuwapa hawa watu mafunzo hayo, kwa sababu hayo mafunzo wanayowapa hawayatumii kwa mujibu wa makubaliano waliokuwa nayo. Isipokuwa mafunzo hayo wanayatumia kwenda kumteka mama anouza chakula ya mboga mboga, anaenda kumteka maskini ya kawaida na kumuua
na bila ya yule maskini kupata mtetezi, na anachukua zile maiti na bila siku zipata. Kama na hiyo nikaambia chuo hicho kama mafunzo mnayowapa haya watu wa Tanzania ni mafunzo ambayo yanatumika kututesa sisi baada ya kutunufaisha sisi, na nikaambatanisha ushahidi wa picture na video 917 ambazo zimethibitika kupitia mfumo wa metadata kwamba hizo picha ni za kweli, hazijakuwa zimeeditiwa na zinatoka nchini Tanzania. Na bado hiyo barua sijaifikisha, niko kwenye maandalizi ya mwisho sana, na itakapokamilika leo usiku nitaiweka wazi na nyinyi, japo kuwa hivi vyuo vinakuwa vya siri, tutaweka namba zao kwa Tanzania wanaoweza, tuwaambie kwamba tafadhali someni barua yetu na hawa watu msiwapokee. Hiyo chuo inaitwa CESPU. Kama iko mtu hapa anasoma mambo ya intelligence, sasa anajua nini nasema. Kama ataamua kukataa ni sawa tu. Pia kuna watu wengine ni wanatoka JWTZ, wanawapeleka EUCAP wakasomea mambo ya maritime policing specifically maritime ya Tanzania. Wanatoka kwa idara ndani ya jeshi inaitwa TMP. Hawa watu mara nyingi wanakuwa wanafanya kitu ya TMP wanafanya mafunzo nao na TPDF ambayo ni jeshi yetu, kwa organization inaitwa EUCAP Nesto, ni ya Ulaya hapa, pamoja na shirikiana na Western Indian Ocean. Tayari pia tumeandikia barua zao na kuambatanisha ushahidi kwamba tunawaomba haraka sana wasiwapokee hawa majeshi zetu kutoka Tanzania, na wasikubali tena kuwapa mafunzo, na wajaribu kufikiria mara mbili juu ya msaada wanaipatia jeshi letu, kwa sababu hili jeshi mafunzo wanawapa na msaada inawapa inatumika kwa ajili ya kutesa raia maskini ya kawaida. Lakini pia nimeona chuo nyingine iko China, wanapeleka. Sidhani kama wa China atakuwa watiifu sana, lakini pia tutapeleka vile vile. Tutapeleka vile vile. Nimeona pia kuna police ambayo inapelekwa ikasomea Interpol, maana yake International Police, na majina zao. Hii taarifa tutaweka tena wazi, kwa sababu tutapeleka habari pia. Hawa watu tafadhali sana wasiwape hiyo course wanaenda kusomea, because nimeona inaitwa capacity building programs, ambayo inatoa training ya crime, professionalism na transactionalism. Kwa hiyo hii kama wanakataa, tunaomba wakiri kama hizi mambo ni za uongo. Na pia wanapeleka watu nyingine zinapelekwa kwa idara inaitwa UNITAR, United Nations Institute for Training and Research. Wanapeleka jamaa wa authority waende huko kasome. Sasa ndugu zangu, hizi ni barua 6 ambazo tunaziandaa, zinaenda kwa idara tofauti, ambayo tunaambatanisha ushahidi kwamba ile elimu wanawapatia polisi pamoja na usalama taifa pamoja na jeshi nchi yetu, na yale mafunzo wanayapatia hawayatumii yale mafunzo kama makubaliano yao walivyokuwa yapo. Wamepewa haya mafunzo kuweza kupambana na wahalifu, na wahalifu hao kumbe wako Ikulu. Badala yake wanakuja mitaani, mafunzo yale mazito na makubwa ambayo wanayapata United Nations Institute for Training Research, wanaenda kuyatumia kwa raia za kawaida. Badala yake mafunzo hayo ambayo wamepewa wao kuweza kupambana na ujangiri na criminal, yanatakiwa mafunzo haya baada ya kurudi Tanzania wayatumie kwa Angela Kiziga pamoja na Rostam Aziz pamoja na Jakaya Mrisho Kikwete. Badala, kwa sababu hawa ni wahalifu wakubwa sana waliokuwa wamethibitika na kuthibitishwa, sio kwa maneno yangu tu, kwa maneno wa balozi halali ya Tanzania alikuwa anawakilisha Tanzania nchini Cuba. Ni huyu balozi alikuwa ni diplomatic, kwa hiyo taarifa zake tunaziamini kwa sababu aliweza kuwakilisha nchi yetu nzima ndani ya Cuba na upande wa Caribbean. Alituthibitishia kwamba kwa njia ya mazungumzo
kwamba Kikwete, Angela Kiziga na Rostam Aziz hawa ni macriminal. Sasa kwa nini nyinyi ambazo mnapewa haya mafunzo, baada ya kuweza kupambana na hawa macriminal, mnakuja kuwapiga vijana wa kawaida ambao tunataka maisha bora? Kwa hiyo tunawapelekea barua ambapo wanapewa haya mafunzo, wasipokelewe kusomeshwa na wasipewe hayo mafunzo. Na hata kama kwa sasa atapokelewa, lakini itakuwa tumewaweka kwa aibu kubwa sana, kwa sababu tunapeleka mauchafu zao zote amefanya, mauaji na kila kitu. Cha kushangaza sana, kulikuwa hakuna uwezekano yoyote kwa CDF Bwana Mukunda aweze kuunga mkono harakati zetu, kwa sababu kwa akaunti yake ana trilioni za Kitanzania. Kama atakataa, watu wanaweza wakaweka wazi, alafu tukajua nani ni mkweli. Kama mimi nitakuwa nasema uongo, nitafuta account, nitafanya mambo nyingine. Kwa hiyo ndugu zangu, jitihada ambayo nitajaribu kuitumia leo, kuzipeleka barua rasmi kuambatanisha na maushahidi kwamba mapolisi pamoja na matis pamoja na majeshi ambazo zinapelekwa kwenda kusoma nje ya nchi kupewa taaluma ya kiintelijensia, wakirudi tu nchini Tanzania ile taaluma yao wanaitumia kwa ajili ya unyanyasaji, utesaji na uvunjifu wa haki za binadamu ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo tutawaomba kama Tanzania wote kwamba tafadhali fikirieni mara mbili haya mapenzi yenu ya kuwasomesha hawa mapolisi wetu forensic skills pamoja na counter EID pamoja na response EID ambazo wanaenda kwa sasa kwenda kusoma. Barua hizi zitaenda kwa niaba za vijana yote Tanzania. Kwa hiyo kwa sababu tu mimi ni mtu naogopa dhambi, ninaomba kama mnaunga mkono tufanye hivyo, at least muweke comment ama mujibu kwamba okay, tufanye hivyo, kwa sababu kwa Mungu nisije kuwa ameandika kitu kwa niaba yetu sote alafu ikawa ni jambo langu peke yangu, na huko itakuwa ni kujikwaza na ni jambo baya sana mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hii ndugu zangu ni jambo ambayo leo tuko kwa kazi nayo, lakini tunaamini mpaka siku ya Jumatatu hizi taasisi na hivi vyuo vya siri zote itakuwa tayari zimewafika hizi taarifa pamoja na mavideo ya hawa wauaji na mateso za hawa wauaji, pamoja na mabank account ya Bwana Mukunda, kuwaonesha jinsi gani elimu wanayowapa inatumika vibaya kwa nchi yetu, na watu wengi wanateseka na wazazi wengi analia kwa sababu tu ya kupoteza ya kuweza kupoteza ndugu zao. Habari ya pili ndugu zangu, leo pia tumeingia kwa mfumo ambazo tumepata email rasmi za wakuu wa mikoa yote kwa nchi pamoja na RPCs kwa maana ya Regional Police Commanders zote kwa nchi. Tumewapelekea barua kwamba tuko na maandamano ya nchi nzima yasiyokuwa na kikomo na maandamano ya amani. Tumewapelekea barua kila mkuu wa mkoa wa nchi ya Tanzania pamoja na kila mkuu wa mkoa wa kipolisi nchini Tanzania kwa sasa anayo taarifa rasmi. Si tu kwamba tumepeleka barua kwa IGP, hapana. Sasa tumempa kila mkuu wa mkoa na kila mkuu wa mkoa wa kipolisi tayari ana email rasmi ndani ya email address zao ambazo wameweka za kiofisi, washapokea juu ya taarifa ya maandamano yetu ya amani yasiyokuwa na kikomo. Na nikawasisitiza kwamba kwa mujibu ya katiba ya Tanzania, wajibu mkubwa sana wa polisi ni kulinda mali za raia, kulinda raia na mali zao, Kwa hiyo nikawaambia kwamba hatukuwa lazimishini sana muje kutulinda sisi raia tukiwa tunaandamana na mali zetu, kwa sababu tayari tumealika mashirika ya kimataifa kuja kutufanyia uangalizi. Lakini tu mkiamua kuja kwa raha zenu, basi muje kwa heshima sana, kwa sababu mkija kwa njia nyingine haitaweza kuwa salama kwenu pia. Tutawaruhusu ikiwa wanaweza kutaka kuja kwa maandamano yetu kwa ajili ya kutimiza wajibu wao wa kikatiba
wajibu wao ambayo wakuja kutulinda sisi raia tukiwa tunaandamana, watulinde tusije tukuwa tunateseka ama tunapigwa, waje watulinde mali zetu zisipotee kwa raha zao, lakini sio lazima, kwa sababu tayari ziko taasisi ambazo tuko na imani nazo. Tunaendeleza mazungumzo na hizo idara waweze kutujia na tupate ulinzi mzuri, ikikuwemo idara nyingine ya ndani ya nchi ya TLS. Na nimepata taarifa kuna mtu wetu mzuri tu mwanaharakati kaongea na rais, na mtapata jawabu rasmi haraka sana kuanzia wiki ijayo juu ya barua ambayo tumewapelekea TLS. Kwa hiyo polisi inaendelea kuwahimiza kwamba sio tu kwa sababu tunawaruhusu muje kwa raha zenu mkadhani kwamba mtakuja kwa njia nyingine ya kuweza kututesa. Tuko na softwares ambazo tutapiga picha maandamano yetu na kurecord video. Ikiwa tu tutakamata sura yako na ushahidi kwamba unaharibu, unataka kututesa ama unajaribu kumtesa mtu, tutakushtaki wewe binafsi, wewe kama wewe. Na hizo software na mifumo hiyo nimeitaja jina yake, si kwa sababu ya kukutisha, kwa sababu tu ya kukuaminisha kwamba hiyo kitu inafanya kazi kwa dunia zote. Nimetoa mfano, kenda Marekani na nchi kama Europe na sana sana Dubai, UAE, ukifanya kosa lolote hadharani, ndani ya masaa 3 tu unakamatwa, kwa sababu wanaona mpaka driving license yako, wanaona leseni yako, wataona cheti ya kuzaliwa yako, watajua umesoma skuli gani, picha yako tu inasoma. Sasa Tanzania nyinyi mumekubali kuweka vitambulisho vya NIDA kwa biometric bila kujitayarisha na mapambano ya kiteknolojia. Mulikuwa nadhani hamjajitayarisha na hili jambo. Kwa hiyo kwenye NIDA zenu mumeweka vyeti vyenu za kuzaliwa, mumeweka majina ya baba zenu na vyeti vya baba zenu na vyeti ya mama zenu. Tutaweka taarifa za wazazi zenu zote wazi, kila mtu aone kwamba wazazi yenu imezaa muuaji, imezaa mtu ambaye kaua, mtu ambaye mtesi, mtu ambaye. Kwa hiyo tutaitesa familia yako yote, ukaja tu ukathubutu, ukaja tena ukathubutu kuja kwa maandamano yetu kufanya jambo lolote ile ya kijinga. Hivyo basi, polisi yoyote ama jeshi ama mtu wa salama, tunakukaribisha uje kwa maandamano yetu kwa raha zako kwa malengo mawili. Lengo la kwanza, aidha utuunge mkono maandamano yetu, kamate bango letu, au uje utulinde sisi raia na mali zetu, kwa sababu hivyo katiba ndiyo inavyokutaka ufanye. Ukija na mpango mwingine yoyote nyuma ya hiyo, hatutoweza kukuacha salama wewe pamoja na familia yako. Sisi maandamano yetu tunarejea tena ni ya amani, ya nchi nzima, maandamano ya kudumu. Tutakuwa tunaimba, ikiwa wako Kristo wataimba gospel, ikiwa wako Muslims wataimba kasida ambazo zinaonesha jambo yetu na agenda yetu, nini tunataka tufanyiwe. Hatutoingia kwa maandamano yetu kwa miji ambayo watu raia za kawaida wanakaa. Hatutofanya maandamano yetu kwenye masoko ambayo inauza vyakula, masoko ambayo raia za kawaida na maskini anaenda kununua vyakula wakule. Hatutofanya maandamano yetu kwa skuli, kwa sababu tunataka ndugu zetu wapate elimu nzuri. Hatutofanya maandamano yetu kwa njia ama eneo ambayo kuna hospitali. Maandamano yetu sisi ni ya kuparalyze serikali. Tutasogea kwa bandari, tutasogea kwa airport, kuzuia hizi rasilimali zetu sisi zisifanye kazi kwa muda, mpaka pale tu maombi yetu yatakuwa yamesikilizwa. Tutafanya maandamano kwa maeneo yote ya vivutio vya utalii, kwa sababu tustopishe kabisa wageni wasikuje na utalii ukwame kwanza. Ngoja kidogo Abel. Muandike makopakopa, mwe mnaweka na vijifti huku kwenye upande wa hosti ili wasishtushe live. Na kwa Abel, yani mwe mna ili wasishushe kwa sababu wanamuinda sana kwa hiyo wakimii wanapiga na live nzima. Okay, unaendelea Abel. Okay, kwa vile umenistupisha kidogo, pia ndugu zangu narujia tena, naomba kuchukua nafasi hii kuwaomba msamaha ndugu zangu wote ya Kitanzania ambayo wamefanya maandamano ya tarehe 29 Oktoba, maandamano ambayo mazuri na yamezaa matunda makubwa sana
bila ya mimi kutoa msaada wangu, ama na wewe ambaye ulikuwa hukutoa msaada wako kwa namna yoyote ile. Kwa lugha nyepesi, sisi ambao hatukuwachangia na kuwasaidia ndugu zetu tuliwasaliti. Na usaliti ni dhambi. Tuwaombe msamaha kwa nini tumewaachia mzigo wa nchi nzima wapiganie vijana wachache ambayo hawakuwa na silaha, hawakuwa na uwezo kutoa